Hali ya taharuki imeshuhudiwa Nakuru baada ya wazazi kusukuma mwili wa mwanafunzi wa darasa la 8 kutoka chumba cha kuhifadhi maiti hadi katika uwanja wa shule ya Moi Comprehensive School mjini Nakuru. Inaripotiwa kuwa shule ilijaribu kumpeleka Moses Nyang'au katika hospitali ya rufaa ya Nakuru, lakini hospitali hiyo ilikataa kumpokea ikisema kuwa mvulana huyo alikuwa tayari amefariki dunia. Mwenye kukufa pia yeye alikuwa mmoja wao wako nje. Sasa walikuwa napanga laini wakiingia ile ya kuchapa na kuingia. Haya, tena ticha huyo mwingine mwanaume akatuambia ticha alikuwa anachekesha wengine, anaongea kitu wala watoto wengine anacheka kwa class. Akamtoa hapo, akampeleka mbele akamsimamisha huko. Sasa naona statement ngapi wanatupea? Maafisa wa polisi waliingilia kati kutuliza hali hiyo na kurejesha mwili kwenye chumba cha maiti. Situka hapa kama serikali tutahakikisha mambo yote imeenda sawa. Uchunguzi wa kitabibu wa maiti ya mwanafunzi huyo umebaini kuwa alifariki dunia kutokana na matatizo ya kupumua. There was a small patch. Kulikuwa na jeraha dogo kwenye paja la uso. Kwenye viungo vingine sikupata ushahidi wowote wa majeraha. Viungo vingine kama vile moyo, tumbo, maini na figo vimepelekwa kufanyiwa uchunguzi zaidi. Kufuatia tukio katika shule ya msingi ya Moi, baadhi ya Wakenya wamelaani kifo hicho huku wakielezea wasiwasi kuhusu athari za kiwewe kwa wanafunzi walioshuhudia tukio hilo likiendelea. Kwingineko, familia moja katika kaunti ya Machakos inapinga kifo cha binti yao aliyefariki muda mfupi baada ya kuugua katika shule ya Katoloni Senior School. Matukio hayo yameibua mijadala na wasiwasi kuhusu ongezeko la vifo shuleni, huku Wakenya wakiendelea kulaani matukio hayo.